it was forced upon the church, which appear upon the pages of ecclesiastical history, might well cause every believer in that doctrine to blush. Anakataa, anasema fundisho hili fundisho hili linaharibu nafsi ya Mungu na ya mwana. Kwa sababu Mungu ni Mungu na mwana ni mwana. Na tunajua Kristo ni Mungu katika uungu. Kwa nini anaitwa Mungu katika uungu? Mwanadamu anaitwa mwanadamu mtoto wa mtu si anaitwa mtu. Naam. Wanyoka ni nyoka. Kwa sababu amesaliwa na nani? Mwanadamu. Na sasa Christ akona nature. Christ akona nature ya nani? Ya baba yake. Sasa na kwa hivyo shida inakuwa wapi? Sasa shida inakuwa Christ as a person ni mwana wa Mungu. Hapo ndio kuna shida. Christ as a person ni mwana wa Mungu. Hiyo hatukatai kwamba Kristo ni Mungu. Hata baba yake alimleta kwa malaika. Akasema wafanye nini? Wamwabudu. Wamsujudie na wamsikie. Na akampea mamlaka yote. Akasema mahali mwana wake hako, nani yako huko? Pia. Ni yeye. So Kristo ni Mungu katika uungu. Lakini as a person no. Ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. So alafu James White anasema nini? Hata James White anasema nini? Anasema hivi. The Father was greater than the Son in that he was first. The Son was equal with the Father in that he had received all things from the Father. James White anasema hii ni Review and Herald ya January 4, 1881. Anasema Baba ni mkubwa kuliko mwana. Na hata Kristo anasema hivyo. Si alisema hivyo? Kitabu cha Yohana ngapi? 14:28. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu. Mimi naenda zangu. Kristo ndiye anaambia wanafunzi, Tena naja kwenu. Kama mungalinipenda, mungalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi.